Naomba niombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya siku nyingine tena Bwana umetupa. Neema yako ni ajabu Mungu. Pokea heshima na utukufu Baba. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya damu yako ya thamani. Damu yako uliyoachilia Mungu kwa ajili yetu Mfalme. Asante Mungu kwa ajili ya wokovu mkuu ambao Mungu umeutangaza kupitia damu ya Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya jina lako, jina lenye nguvu, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka ambalo Mungu linapita majina yote. Pokea heshima na utukufu Yesu, wewe uliye hai. Tunapoendelea na ujumbe wa Mungu, wewe pamoja nasi. Nguvu zako Mungu ziwe pamoja nasi. Damu yako Yesu itufunike. Fungua masikio yetu ya ndani Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu uliye hai. Asante mtakatifu. Asante Mungu unaishi. Asante uliye mwaminifu Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba nitaendelea katika zamu nyingine tena ambayo Mungu ametupa, na karibuni ninyi ambao Mungu amewapa nafasi ni mara ya kwanza. Karibuni katika kipindi hiki, na Mungu awape neema ya kupata angalau mahali tulipo upate hata nawe cha kwako leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa nafasi leo ya kuona kitu cha tofauti kidogo. Ni kitu kiko tofauti. Najua watu wengi wamezoea kwa picha nyingine, lakini hiki nataka uone ni kitu cha tofauti kabisa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka uone kwamba kuna vitu ambavyo Mungu, kuna laana ambazo Mungu anazifuta, anazikataa, kwamba hata zitia hizo laana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mazingira ambayo wanadamu ameamua kumrudishia Mungu tena nafasi. Kwa Mungu anazikataa zile laana, anasema hizo laana hazitakuwa sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo nataka tuzungumze kitu cha kujenga madhabahu, kumjengea Bwana madhabahu, hata kama mahali ambapo ulipo pana ukiwa, hata kama mahali ambapo ulipo hapana ladha, hapaleti kitu chochote cha kufurahisha ambacho umekizoea wewe, lakini kujengea Mungu madhabahu mahali ambapo pana ukiwa, na ukiwa ukaondoka na kukawa na baraka na neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba nisome neno la Mungu kutoka katika kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 8 mstari wa 20. Mwanzo mlango wa 8 mstari wa 20. Nitashuka hapo chini kidogo. Mwanzo mlango wa 8 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Mstari wa 21 anasema, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama kilivyofanya. Mstari wa 22 anasema, muda nchi idumupo majira ya kupanda na mavuno wakati wa baridi. Sasa majira ya kupanda na mavuno wakati wa baridi, na wakati wa hali, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma kuanzia mstari huu wa kitabu cha Mwanzo 8 mstari wa 20. Nataka uone kwamba kuna kitu ambacho Mungu amekiachilia hapo, na ni kitu cha tofauti kidogo, tofauti na vile ambavyo tumekuwa tunaendelea nacho. Leo nataka uone mambo machache ambayo ukimjengea Mungu madhabahu alafu ukaitoa na sadaka, inaruhusu harufu nzuri kufika katika kiti cha enzi, lakini kufika mbele za Mungu. Na harufu nzuri siku zote, nilisema madhabahuni ndiko ambako kunakotoka sauti, ndiko ambako Mungu anaweza kuongea madhabahuni, awe Mungu aliye hai au iwe miungu mingine. Na viko vitu ambavyo vinamfanya Mungu aweze kuongea madhabahuni.
Sio tu kwa sababu madhabahu umeijenga iko hapo basi Mungu ataanza kuongea. Hapana, madhabahu unaweza ukaijenga, lakini kama madhabahu hauitunzi, kama madhabahu haitunzwi, maana yake Mungu hawezi kusikia harufu nzuri kutoka kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kitabu cha Mwanzo 8 mstari wa 20 anasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Mstari wa 21 anasema, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uone kwamba kuna vitu ambavyo vinamfanya Mungu afanye, Mungu atamke, Mungu aseme, Mungu aachilie, Mungu aweke ulinzi, Mungu aachilie baraka, kwa sababu tu, sio kwa sababu ya ile tu sadaka peke yake. Maana sadaka unaweza ukaitoa mahali popote, lakini Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mwanzo 8 mstari wa 20 anasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Unaona neno limerudia sasa, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, lakini narudi tena nasema juu ya madhabahu. Maana yake madhabahu peke yake ndio connection kubwa ya kuruhusu Mungu kuingilia kati, Mungu kujibu, Mungu kuponya, Mungu kuokoa, Mungu kutakasa. Inategemea tu na hali ya madhabahu ambayo umemtengenezea Mungu. Kitu cha kwanza, Mungu anataka madhabahu kwanza. Ndio maana ukisoma katika kitabu kile cha Samueli, najua watu wengi sana sema kwamba sasa si sadaka ni ya muhimu. Ni kweli kabisa, sadaka ni ya muhimu, lakini Mungu anataka madhabahu kwanza. Na principle ya madhabahu lazima ndani yako kuachilie utii. Principle ya madhabahu inatengeneza utii. Ukianza kujenga madhabahu, unaanza kutengenezwa utii. Madhabahu inatengenezwa kwa utii. Madhabahu inakuwa nzuri kwa utii. Madhabahu inajengwa kwa utii. Kwa hiyo kanuni ya madhabahu kwanza kabisa ni utii. Na ndicho ambacho unaona Nuhu kitu kile anachokisema katika mstari wa 20 anasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Kwa nini asitoe sadaka tu mahali popote? Kwa nini asitoe tu sadaka tu kujiamulia kutoa sadaka? Anasema akamjengea Bwana madhabahu. Ameingia gharama ya kujenga madhabahu, si kwa sababu uhitaji wake ni kutoa sadaka. Hapana, ni kwa sababu kwenye madhabahu ndiko ambako kunaweza kutengeneza connection ya kuongea au kuzungumza au kumsikia Mungu au kupata maelekezo ya maisha ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Nuhu, kitu cha kwanza, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza hiki kitabu cha Nuhu, Mwanzo 8, ukianzia mstari wa kwanza na kushuka chini, utaona kuna vitu, ukifika mpaka ufike mstari wa 20, utaona kuna vitu ambavyo vilimfanya Nuhu. Sio kwamba Nuhu alikuwa hawezi kutoa sadaka huko, kwangetoa sadaka kule kule, lakini kitu cha kwanza Nuhu akagundua, lazima nitengeneze ushirika, na ushirika na Mungu unatengenezewa kwenye madhabahu. Watu wengi wanataka kutengeneza ushirika na Mungu kwa njia ya sadaka. No, Mungu, ushirika wa kwanza wa Mungu na mtu ni madhabahu, ambao ni utii. Bwana Yesu asifiwe. Kinachofanya madhabahu iwepo ni kwa sababu gani? Kinachofanya madhabahu iwepo au ushirika uwepo ni kwa sababu ya utii. Mtu yote mwenye utii, hata nyumbani kwako, mtoto ambaye ana utii, mtoto ambaye anafuata maelekezo, anakuwa rafiki yako. Ndugu anayefuata maelekezo yako anakuwa rafiki yako. Kwa hiyo Mungu hatafuti kwanza sadaka, hatafuti kwanza hiyo sadaka. Kwanza Mungu anachoangalia, anaangalia kwanza mahali ambapo patafanya, patatengeneza, pataruhusu sadaka itolewe. Kwa sababu sadaka unaweza ukaitoa tu wakati wowote mahali popote, na unaweza ukaamua hata ukiwa nyumbani kwako ukatoa tu sadaka. Unaweza ukaamua hata ukiwa kanisani tu ukatoa sadaka. Unaweza ukatoa sadaka hata kwa watoto yatima, ukatoa sadaka mahali popote. Lakini nataka nikuambie, sio swala la sadaka hapa, nazungumza ni kitu cha madhabahu. Nuhu akajenga madhabahu,
akajenga madhabahu. Na huu mstari wa 20 hata huko chini anasema tena, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Kwa nini anarudia neno juu ya madhabahu? Kwa sababu kwenye madhabahu peke yake ndiko ambako kuna kutengeneza urafiki, na urafiki wa Mungu na mtu unategemea madhabahu ambayo umeijenga. Wewe ukianza kujenga madhabahu ndani yako, Mungu anachofanya, Mungu anakwambia jenga sasa ya kwake. Kawaida hiyo ni kawaida ya Mungu. Hakuna mahali popote Mungu ambapo amekuacha ujenge tu madhabahu akaitegemea tu madhabahu ya kwako, kwa sababu Mungu ni roho. Kwa hiyo anavyosema kwamba hao wamwabudu imepasa kumwabudu katika roho na kweli, maana yake anataka roho yake Mungu, kwa sababu na yenyewe ina connection ya ibada, na roho ya kwako ina connection ya ibada, itengeneze madhabahu. Ikitengeneza madhabahu, hapo ndipo Mungu ataanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niseme neno moja ambalo uelewe. Unajua kwa nini Yesu alikuwa akipita akimkuta mgonjwa? Kwa nini Yesu alikuwa amponyi mgonjwa? Kwa nini Yesu alikuwa aponyi vipofu? Kwanza akifika anamkuta kipofu, anajua kabisa ni kipofu na anahitaji uponyaji. Anamuuliza, unataka kupona? Unataka kuwa mzima? Kwa nini Yesu alikuwa anauliza? Kwa nini Yesu alikuwa anauliza? Anasema, je, unataka kuwa mzima? Wakati anajua kabisa mtu huyu ana shida, huyu mtu ana udhaifu. Tatizo la Yesu sio kwamba Yesu alikuwa hana imani. Hapana, Yesu alikuwa anataka ndani ya mtu, maneno yako ukitengeneza ile hali ya kumtegemea Mungu, kumsubiri Mungu, kumgojea Bwana, kutarajia kwa Bwana, ndipo Mungu anataka kwanza asikie sauti yako. Ndio itakayoonyesha kwamba umempa Mungu nafasi kiasi gani, umetengeneza madhabahu ndani yako kwa kiwango gani, umeruhusu madhabahu ya kwako ndani yako ikae kiasi gani, ambayo Mungu ndio ataanza kufanya connection na madhabahu ya kwake. Madhabahu ya Mungu haiwezi kuwa connected bila madhabahu ya mtu mwingine ndani hapo. Mtu yeyote ambaye, mahali popote ambapo Mungu anataka kuokoa, Mungu anataka kuponya, lazima awepo mtu ambaye atamruhusu Mungu akanyage, kwa sababu kwa kanuni ya ulimwengu wa roho, kwa sheria ya ulimwengu wa roho, Mungu haruhusiwi kuanza tu kufanya vitu mpaka apate mtu. Akipata mtu ndio anayemruhusu Mungu. Kwa hiyo mtu ambaye haiwezekani, sio tu kila mtu, ni mtu ambaye atasema Mungu, mimi niko tayari. Ukisoma kile kitabu cha Isaya mlango wa 6 kuanzia mstari wa 8 wa 9, utaona kuna mahali Mungu anauliza, anasema ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda? Alafu Isaya anasema nitume mimi. Sio kwamba Mungu hataki akumwambia Isaya kwamba Isaya nenda, angeweza tu kumtuma kwamba nenda. Mungu anasubiri sauti, anasubiri madhabahu ijengwe. Ukijenga madhabahu ndani yako, ndio inaompa Mungu nafasi kwamba okay, sasa ninaanzia hapa ndipo nimeruhusiwa, nitaanzia hapa kufanya, nitaanzia hapa kutengeneza, nitaanzia hapa kujibu, nitaanzia hapa kusema. Mungu hawezi kusema mahali popote mpaka aruhusiwe, na hawezi kuruhusiwa kwa sababu tu eti umemruhusu kwa kawaida. No, Mungu kwa kanuni yake, kwa sababu spika ya Mungu au kisemeo cha Mungu kinategemea madhabahu. Kwa hiyo lazima ujenge madhabahu kwanza wewe. Ukijenga madhabahu wewe, ndipo Mungu anaisogeza ile madhabahu. Unapomwambia Mungu karibu kwenye madhabahu hii, Mungu anaangalia hiyo madhabahu, anaruhusu madhabahu ya mbinguni, kwa sababu Mungu anasema hivi, yeye ni mtakatifu. Jana tulisoma kile kitabu kile cha tumesoma hicho kitabu cha Kutoka. Unaona Mungu jinsi ambavyo anapambana na Mungu anamwambia Musa, hebu mwambie Haruni, hawa vijana wa Haruni hawakunitakasa siku. Kwa nini hawakunitakasa? Mungu alipokuwa anasema hawakunitakasa, maana yake hawakuniruhusu niipite. Hiyo madhabahu ya kwao ndani yao ndio ilikuwa inategemea, ndio inayotakiwa kuruhusu Mungu aanzie mahali, Mungu afanye kazi, Mungu ajibu, Mungu aponye, Mungu atoe maelekezo. Mungu hawezi kutoa maelekezo pasipo madhabahu. Mungu hawezi kutoa maelekezo nje tu hewani. Mungu lazima apate madhabahu. Mahali popote Mungu akitaka kuponya, ataponya kwa kutegemea madhabahu ya hao waliomwambia Mungu, mimi niko hapa, nitumie mimi ndio madhabahu, mimi ndio chombo chako. Nataka nikwambie, Mungu akishaona wewe umemruhusu tu hapo,
anaanzia kuponya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akishaona umemruhusu hapo, anaanzia kutakasa hapo. Mungu akishaona umemruhusu hapo, Mungu anaanza kuachilia hapo uzao, anaanza kuachilia ndoa hapo. Hawezi kuachilia ndoa kwa kujiamulia. Sio kwamba hajui kwamba unatakiwa kuolewa, sio kwamba hajui kwamba unatakiwa kuoa, sio kwamba hajui kwamba unatakiwa uwe na watoto, sio kwamba hajui kwamba unatakiwa kupata watoto. Anajua, ila anasubiri madhabahu ya kwako huko ndani imruhusu kwa 100%. Mpe Mungu hiyo madhabahu jumla. Sikiliza hapa, tumesoma katika mstari wa 20, anasema Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Kilichomfanya Nuhu ajenge madhabahu ni matendo makuu ya Mungu. Kuona Mungu amefanya, Mungu ametenda, Mungu nikulipe nini? Akajenga madhabahu. Alafu alivyojenga madhabahu, kanuni ya madhabahu, ukishaijenga tu itadai sadaka. Ukishaijenga tu itadai sadaka. Madhabahu yoyote itadai sadaka. Hakuna mahali madhabahu imejengwa hakuna sadaka. Kwa hiyo kwanza sio sadaka, kwanza ni madhabahu. Haitangulii sadaka, inatangulia madhabahu. Sikiliza nikwambie, ukisoma kile kitabu cha Samueli, Mungu wakati anamwambia Samueli, hebu mwambie Sauli nani anataka sadaka zake, nani anataka sadaka zake. Mimi sitaki sadaka zake. Kutii ni bora kuliko sadaka. Kutii ni bora kuliko sadaka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka hapo ambapo kwenye madhabahu ukitii, maana yake umeruhusu madhabahu ya kwako Mungu aitumie. Ukitii maana yake unamruhusu Mungu atumie madhabahu iliyomo ndani yako. Umeigeuza sio tena ya kwako, unamwambia Mungu, nimekupa hii madhabahu. Na ndicho ambacho Nuhu alichofanya. Pamoja na mambo yote, pamoja na kila kitu, Nuhu anasema, Biblia inasema akamjengea Bwana madhabahu. Mstari wa 21 naomba uone kitu kimoja. Mstari wa 21 anasema Mungu akasikia harufu nzuri ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Kwa nini mstari wa 21 anasema Bwana akasikia harufu nzuri? Mungu anasema hivi. Tulisoma kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 5 ule mstari wa 8, kama unakumbuka vizuri, nilisoma ule mstari nikasema hivi, anasema nao waimba wimbo mpya, wanasema unastahili wewe kukitwaa hicho kitabu kwa sababu ulichinjwa. Lakini anasema hao wazee, hao wenye uhai, hao ambao wamebeba, wanasema wamebeba vitasa ambavyo ndani yake vina maombi ambayo anasema vimebeba manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Maana yake manukato ni kitu kinachonukia. Kwa hiyo ukimpa Mungu mahali madhabahu, Mungu anasikia harufu nzuri. Ukimjengea Mungu madhabahu, anasikia harufu nzuri. Kabla ya sadaka, Mungu anataka kwanza moyo wako umruhusu kwamba Mungu njoo hapa. Watu wengi sana wamepeleka sadaka, alafu wamesema kama kutoa sadaka limetoa, kama mnaiki limetoa, kulikuwa na mchango, sijui kulikuwa na ujenzi na hiki na hiki, lakini Mungu hajanijibu. Sio swala la kukujibu. Mungu hajibu kwa sauti ya sadaka, Mungu atajibu kwa sauti ya madhabahu. Madhabahuni ndiko, kwa sababu ndio kanuni ya madhabahu. Mungu atajibu kutoka kwenye madhabahu, hajibu kwa sababu eti ni sadaka tu imepiga kelele. Sikiliza, sadaka ikipiga kelele, inapiga kelele kutoka kwenye madhabahu, haiwezi kupiga kelele nje ya madhabahu. Hakuna sadaka inapiga kelele nje ya madhabahu. Kwa hiyo Mungu, kitu cha kwanza ni madhabahu. Kabla ya sadaka, kitu cha kwanza ni madhabahu. Na ndio maana nasema hivi, Mungu akasikia harufu nzuri. Kilichofanya harufu iwe nzuri, mazingira ya madhabahu ambayo Nuhu alijenga, ndio iliyomfanya Mungu akasema okay, nimesikia harufu nzuri. Kwa sababu najua hao ndege au wanyama mngeamua kuwatengeneza hata hapo mngewachoma tu. Unajua Biblia inaposema Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, nataka uondoke na neno hili kwa ukubwa sana. Ninapozungumza habari za ujenzi, sizungumzi tu kuweka kitu, hapana. Sizungumzi tu kwamba eti kwamba amejenga madhabahu hiyo hapo, hapana. Nilisema kuna kanuni za ujenzi wa madhabahu, kuna taratibu za ujenzi wa madhabahu.
Ule ujenzi wa madhabahu una taratibu, kwa maana ya kwamba wana wa Israeli wakati Mungu anawaambia, au Elia wakati anataka kuomba kule, kwa wakati anashindana wale manabii wa Baali, kulikuwa na taratibu ambazo zilituonyesha hakuna madhabahu yoyote ambayo imewekwa tu hapo. Hata Ibrahimu ambaye alikuwa anataka kumtoa Isaka sadaka, hakuna madhabahu tu yoyote ambayo ikawekwa tu hapo, hapana. Ibrahimu, Biblia inasema hivi, akapanga mawe, akapanga kuni, akamchukua na sadaka. Ndivyo ilivyo, ni kanuni ya ujenzi wa madhabahu. Ujenzi wa madhabahu sio tu kwamba hii hapa nimeweka, Mungu na ijenga madhabahu sasa hii hapa. Hapana, kuna kanuni, kuna taratibu. Sikiliza, ujenzi wa madhabahu ya Ibrahimu, watu wengi wanafikiri ile Ibrahimu madhabahu aliijenga wakati amefika kwenye ule mlima. Hapana, hakuijenga wakati amefika kwenye ule mlima ambao Mungu amemwambia. Ujenzi wa madhabahu wa Ibrahimu ulianzia nyumbani, kwa sababu ile kiu na kutii maelekezo kwamba Ibrahimu ukamtoe Isaka. Alipokuwa anaamka asubuhi, hapo ndipo alipokuwa anaijenga madhabahu. Alipokuwa anatoka anachanja kuni, anaijenga madhabahu. Alipokuwa anatembea mwendo wa siku 3, anaijenga madhabahu. Kwa hiyo kule alipofika kwenye mlima ilikuwa ni finishing ya madhabahu, kwa sababu hakuna madhabahu inayojengwa kama ndani hakuna utayari. Kama hakuna utayari, huwezi kujenga madhabahu. Utapanga tu mawe hapo, utajisemea. Sikiliza, ngoja nikwambie, hata Yakobo mwenyewe alipolala pale afu akasema hapa naona pana mlango wa Mungu. Sikiliza, Yakobo akatafuta jiwe akaliweka, maana yake akachukua hatua. Ujenzi wa madhabahu unahitaji hatua, unahitaji maelekezo, na maelekezo yake unahitaji kanuni zake. Ziko kanuni za ujenzi wa madhabahu. Kanuni ya kwanza ya ujenzi wa madhabahu ni utii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni ya kwanza ya ujenzi wa madhabahu ni utii. Sio vitu, sio mawe, sio kuni, hapana, sio matofali, hakuna. Kanuni ya kwanza ya ujenzi wa madhabahu imefungwa kwenye utii. Kanuni ya kwanza ya ujenzi wa madhabahu imefungwa kwenye utii. Unasema sasa hapa kwa Nuhu, utii wake ulianzia wapi? Tangu siku ile ya kwanza Mungu anamwambia Nuhu, tengeneza safina. Huo ni ujenzi wa madhabahu. Ulianzia pale ujenzi wa madhabahu. Madhabahu ilianza kujengwa pale alipokuwa natii maelekezo ya Mungu kwamba tengeneza safina. Nitengenezee safina, vipimo hivi, urefu huu, aweka lami, kusanya na wanyama. Hiyo ndio ujenzi wa madhabahu. Kwa hiyo Nuhu alipokuja, wakati ametoka kwenye ile safina, anakuja kuithibitisha ile madhabahu ambayo ilikuwemo ndani yake, kwamba sasa naitoa nje. Mungu, hii madhabahu sasa naiweka hapa. Nataka sasa Mungu na mimi macho yaone, kama nilivyokuambia kwamba Mungu wakati anasema natufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale. Kile kitendo cha kutawala, maana yake alikuwa anataka ibada ambayo mwanadamu anaweza kushika, kwa sababu kuna wanyama, kuna milima, kuna miti, kuna vitu vingi, kuna ndege. Mungu alikuwa anataka mtu anayetaka kushika, na kwa sababu mtu anayetakiwa kushika lazima kitu kionekane ndio akishike. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kushika kitu ambacho hakionekani. Na ndio maana Mungu kwenye bustani ya Edeni, Biblia inasema wakati wa jua kupunga, Mungu alikuwa anawatembelea Adamu na Eva. Walikuwa anaongea, hakuwa anaongea nao tu rohoni, walikuwa anaongea katika nyama, katika roho hivi, kwa sababu Adamu na Eva walikuwa na mwili. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawatembelea, anaongea nao. Sikiliza nikwambie, madhabahu yoyote Mungu akitaka kuijenga, anapokuambia uijenge ndani, ataweka zile sheria zake, ataweka taratibu zake. Kama nilivyokuambia kwenye kitabu kile cha Waebrania, anasema nitatia sheria zangu mioyoni mwao. Anaweka sheria kwanza ya ujenzi wa madhabahu. Sio mawe, sio kuni, sio mbao, sio mibara, sio kwamba kanisani kwetu, sio. Kwanza, cha kwanza kabisa, ujenzi wa madhabahu umefungwa kwenye utii. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Nuhu pamoja na utii wake wote, alipomtii Mungu na maelekezo yote na kila kitu vyote alivyofanya, vyote hivyo vikapelekea tukaja kuiona madhabahu. Madhabahu hiyo tumekuja kuiona baada ya nini? Nuhu kuisema sasa anaisimika, akaisimika katika nyama, lakini ile madhabahu ilikuwemo ndani yake. Alikuwa anatembea na madhabahu ya Mungu ndani yake, kulikuwa kumeshajengwa madhabahu. Na ndicho ambacho leo anakuja kusema, anasema Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, alafu anasema akatwaa katika kila mnyama. Sasa hapo anakuja katika nyama, katika mwili, akatwaa katika kila mnyama
aliye safi, na katika kila ndege aliye safi akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Sikiliza nikwambie, asingetoa kitu ambacho Biblia inasema kwanza, kitu unachotaka kukifanya lazima kinaanzia ndani. Nasema mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Huwezi kuiona sadaka, unatoa sadaka wakati ndani yako hakuna. Unajitolea tu kwa sababu umesikia watu jamani njoni haraka. Hapana, sadaka ambayo ni sadaka lazima utasikiliza maelekezo, utaambiwa huko ndani. Kwa hiyo utaiona ndani sadaka, utaitoa ndani. Na ndio maana Mungu wakati anaongea na Musa anamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, yule ambaye moyo wake unampa kupenda na atoe. Anazungumza habari za ndani, hakuzungumza nje, sio vitu vya nje. Vitu vya nje Biblia inasema hivi, wakatoa na vikazidi mpaka Musa akawa anawazuia. Kwa nini? Kwa sababu shida sio nje, shida walitoa ndani. Ndani walitoa vitu vilikuwa vimezidi, na ndio maana hawawezi kukaa navyo kwa sababu ndani wameshavitoa. Na ndicho ambacho Mungu unaona kwenye mstari huu tunaosoma Mwanzo 8 mstari wa 20, anasema Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi. Unaona sasa, okay. Kwa hiyo mnyama msafi alikuwa anajua kabisa alivyokuwa kule kwenye safina kwamba huyu ni safi na huyu ni safi na huyu safi. Alikuwa anawajua, aliwachagua saa ngapi? Maana wangemshinda safina walipotoka kwenye safina, maana yake wale wanyama wangeondoka. Maana yake alikuwa na dhamira kwamba okay, hii madhabahu ambayo iko huku ndani sasa nataka kuiweka nje, nimwekee Mungu nje madhabahu. Ndio maana akamjengea Bwana madhabahu. Nataka nikwambie, nimesema hivi, kanuni ya madhabahu ya kwanza, madhabahu haijengwi nje kwanza. Ukiona madhabahu imejengwa nje kwanza, maana yake hiyo sio madhabahu. Huyo ni mtu tu ana pretend, tu anataka kuonekana, hajionyeshe tu na yeye kwamba unajua. Unasikiaga watu, unasikiaga makanisani, unasikia kuna watu, unasikia jamani kuna ng'ombe inauzwa au kuna kijiko kinauzwa. Unasikia mtu anasema 20,000, akiona watu wengine wamesema 25,000, anasema 30,000, anaanza tu mwingine anashindana tu kwa sababu anataka, anasema anijui mimi huyu, ongeza. Wanashindana mwilini, kumbe ndani hakuna hata kitu. Kwa nini? Anavyoona watu wanavyoshangilia. Watu wengi wamejenga madhabahu nje kwa sababu ya kelele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Kelele za watu ndizo zinawafanya watu wamejenga nje, wamejenga madhabahu. Ngoja niwaambieni kwa nini nasema hili neno hili. Watu wengi wamehimizwa kutoa sadaka nje. Wametoa kwa sababu wameogopa mtumishi amesema toa, lakini sio ndani yao. Wametoa sadaka kwa sababu mioyo yao imewapa kupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uone hili neno moja, ili ambalo tunajifunza kwa Nuhu. Nuhu akaamua sasa kutoa. Hivi vitu alivyovitoa ni vitu ambavyo alikuwa amevichagua. Anajua huyu ni mnyama safi, huyu ni ndege safi. Alikuwa amevichagua kabla hajafikiria, kabla madhabahu hajaijenga kwenye nyama. Alishatafuta wanyama, alishajua. Kwa manake alijenga madhabahu rohoni. Alipojenga rohoni akaitengeneza, alafu ndipo akaanza sasa kwenye action, kimoja kimoja anakitoa. Kama vile tunavyoona nyumba unayoishi, uliona hiyo ramani kwanza, haukuwahi kulala kwenye hiyo ramani. Hiyo ramani ilikuwa ni ndogo tu, imechorwa kwenye karatasi, lakini ukasema chumba changu mimi nalala hapa. Ukaangalia kwenye picha ukasema nalala hapa, watoto watalala hapa, jiko litakuwa hapa, sebuleni nitakuwa nashinda hapa. Kwenye karatasi ulikuwa huna uwezo, hata mguu mmoja ulikuwa unaweza tu ukazuia hicho chumba hata kisionekane, lakini ulisema nitalala hapa. Uliposema nitalala hapa, ukakiona chumba chako kwenye karatasi, ukakitoa, ukakitengeneza nje ili ukae. Ndivyo ilivyo kanuni ya madhabahu. Hakuna madhabahu inayojengwa nje kabla ijengwa ndani. Lazima ijengwe ndani kwanza, alafu ndipo ijengwe nje. Na ndani haijengwi hivi. Kuna sheria zake. Sheria ya kwanza ya ujenzi wa madhabahu ndani lazima ni utii. Cha kwanza kabisa ni utii. Ndio maana nikakwambia Adamu na Eva waliibomoa ile madhabahu kwa sababu ya kupoteza utii. Dhambi inayosumbua kanisa mpaka leo sio kula matunda. Watu wengi wanasema walikula matunda. Hapana, ni kwa sababu hawakuwa watii. Mungu alitoa maelekezo, sauti yake Mungu akaongea hiki. Wao hawakutii maelekezo ya Mungu, wakatii maelekezo ya Shetani. Kupoteza utii ni kubomoa madhabahu. Kutokuwa na utii ni kubomoa madhabahu. Kutokuwa na utii, madhabahu haijengeki ndani. Sikiliza nikwambie, ondoka nayo hiyo. Usianze kusema unajua
tengeneza ndani yako, kwa sababu unapokuwa mtii ni kwa faida yako, kwa sababu unamruhusu Mungu anakuwa rafiki yako. Unapokuwa mtii sio kwa sababu ya hao unaofanya kazi, sio kwa sababu ya hapo unaposali, sio kwa sababu ya baba unayeishi naye, ni kwa sababu unajenga madhabahu ndani yako yenye mahusiano na Mungu, yenye urafiki na Mungu. Unapokuwa mtii unaruhusu madhabahu ijengwe ndani yako. Kwa hiyo sikiliza, mtu wa Mungu, nikwambie kanuni ya kwanza ya ujenzi wa madhabahu ni utii. Sasa angalia, baada ya mambo yote ukishaijenga ile madhabahu, na hii Mungu anasema akasikia harufu nzuri, alafu akasema wapi? Akasema moyoni. Amesemaje moyoni wakati ile sadaka imetolewa kwenye nyama? Kwa nini? Kwa sababu ameona kwenye moyo wa Nuhu madhabahu iliyojengwa. Ndio maana akasema huko ndani, akasema okay, nimeona hii madhabahu huko ndani, basi na mimi ngoja niongelee huko. Anasema akasema moyoni. Bwana akasema moyoni, maana yake kule moyoni akasema hii madhabahu ya Nuhu nimeiona huko ndani. Kwa hiyo moyo wangu umeona hii madhabahu, umeshaona madhabahu. Ndio maana hiyo madhabahu ulipoiona kule, Mungu akasema akasikia harufu nzuri, alafu akaanza kujisemea, sitailaani nchi tena. Kwa nini? Anaongea kule ndani. Kwa nini? Kwa sababu huko ndani ndiko ambako ameiona madhabahu. Kaiona madhabahu kule ndani. Nuhu aliyojenga madhabahu ambayo toka siku ya kwanza Mungu anamwambia Nuhu, nataka ujenge safina. Nuhu, utatafuta mbao za aina hii. Nuhu, utaweka vipimo hivi, utaweka na lami, utachukua wanyama. Hapo ndipo alikuwa kwenye prosesi za ujenzi wa madhabahu. Ujenzi wa madhabahu ulikuwa unategemea Nuhu kutii maelekezo ya Mungu. Na ndio maana nilisema hivi, hata Ibrahim wakati anataka kwenda kumtoa sadaka Isaka, na ukisoma vizuri kwenye kile kitabu, kwenye hicho kitabu hicho cha Mwanzo pale pa Ibrahim pale ile neno zuri sana. Baada ya nini? Afu ile malaika anasema sasa nimejua, kwa sababu hukunizuilia mwanao umpendaye. Sasa nimejua. Ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania, anafikiri anazungumza, anasema hivi, ile tu kwa kumtaka kumtoa Isaka, Mungu akamhesabu kuwa rafiki, sio sadaka. Ni matengenezo ya madhabahu ambayo alikuwa anaitengeneza toka Mungu anaongea naye kwamba mtoe Isaka. Kitendo cha utii ndicho kilichokuwa kinajenga madhabahu, sio sadaka. Alipokuwa anatii ndicho kilichokuwa kinatengeneza madhabahu. Madhabahu ilikuwa inatengenezwa kwenye utii. Alipokuwa akienda, Mungu anamwambia akate kuni, akakata kuni. Mungu anamwambia hiki, amefanya hiki. Mungu anamwambia sijui mwendo utakapokuonesha, akawa mwaminifu. Wametembea siku 3, amekuwa mwaminifu, amekuwa mtii kwenye zile siku 3. Kwa nini? Ndani yake anajenga madhabahu kwa kutii. Madhabahu ilikuwa inajengwa kwa kutii. Alipoijenga ile madhabahu pamoja na sadaka, inamuuliza sadaka iko wapi? Ndani yake anatunza ile nidhamu ya ujenzi wa madhabahu. Hataki kuongea, hataki kupiga kelele, mpaka anafika pale kupanga mawe, kupanga kuni. Ni kitendo ambacho alishakifanya, kwa sababu alifikiria kwamba hizi kuni nazichanja kwa ajili ya kwenda kumtoa huyu, naenda kumweka kwenye madhabahu. Kwa hiyo madhabahu alikuwa ameshaiandaa ndani, na ndio maana wakawa wanaenda mahali kwenye mlima kuitoa madhabahu iliyomo ndani, aitoe ndani yake, aiweke nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma hiki kitabu cha Mwanzo mlango wa 8 mstari wa 22, anasema hivi, muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi, wakati wa hali, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Sikiliza sasa, nataka uone ule mlango wa 9. Sikiliza mlango wa 9. Mlango wa 9 anasema Mungu akambariki. Tuko pamoja? Kama unakumbuka somo la nyuma, anasema Mungu akambariki Nuhu
na wanawe, akawaambia zaeni mkaongezeke. Okay, madhabahu inakupa kurudisha kuzaa. Maana yake ibada inaruhusu kuzaa. Kuongezeka kunategemea ibada, na ibada haiwezi kuwepo ibada pasipo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho ambacho toka siku ya kwanza tunajifunza. Hakuna ibada mahali popote inaweza kufanyika bila madhabahu, na hakuna mahali kwenye madhabahu Mungu asiongee. Na madhabahu kwenye ibada ndiko ambako kunakotoa nafasi ya kuongezeka. Mwanzo 9 mstari wa kwanza anasema Mungu akambariki, anasema Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Alafu anasema kila mnyama wa katika nchi atawaogopa. Okay, tunarudi kwenye ibada ile siku ya kwanza kabisa. Pale kitabu kile tulivyokuwa tunasoma kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26 akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale. Hii Mwanzo 9 mstari wa 2 anasema kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu. Yes, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anaendelea sema kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivyo vyote. Kama alivyosema matunda yote mwaweza kula isipokuwa matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Sikiliza, tangu tulikotoka huko nyuma, madhabahu peke yake ni madhabahu peke yake, madhabahu peke yake ndiyo inayoweza kukupa nafasi ya kuachilia ibada. Na ibada ikiachiliwa, hali ya kumiliki, hali ya kutawala. Anasema hawa wanyama watakuwa wanahofu, samaki watakuwa wanaogopa, kwa sababu vyote vimetiwa mikononi mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Ule mstari wa 4 anasema hivi, bali nyama pamoja na uhai, yani damu yake, msile katika damu. Mstari wa 5 anasema hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka, na kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka, kwa mkono wa mwanadamu, kwa mkono wa ndugu ya mtu nitataka uhai wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huku tusiende huku mbele, nataka tu uone kwamba hivi kilichofanya kuongezeka au kubarikiwa au kutawala au kuwa na utiisho si kwa sababu ni mtu, si kwa sababu tu wamefunga na kuomba, no. Ni kwa sababu ndani yao kumeachiliwa ibada, na ibada iliyoachiliwa, hakuna ibada inayoachiliwa nje ya madhabahu. Ibada itaachiliwa kutoka kwenye madhabahu. Kumbuka madhabahu, nisema hivi, ikijengwa madhabahu inaachilia sauti. Sauti maana yake lazima sauti itatoka kwa ajili ya huyo anayeabudu na anayeabudiwa, kwa sababu sauti kwenye madhabahu ni ile ambayo inatengeneza fellowship, inatengeneza faraga kati ya mwabudu na mwabudia, ambayo ndio inakuwa fellow worship. Pale inakuwa ibada, kama nilivyosema, fellow worship inakuwa ibada. Na ibada ikiwepo, maana yake kunakuwa na utiisho. Kukiwa na utiisho, kunakuwa na kutawala, kunakuwa na kutawala na kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uone hicho kitu cha ajabu sana, ni kitu kizuri sana. Nataka ukione kwamba okay, kumbe basi huyu Nuhu kwenye mlango wa 8, hebu turudi mlango wa 8. Mlango wa 8 mstari wa 20. Huyu Nuhu, hiki kitu amejificha. Anasema Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Kama nilivyokuambia kwamba sio sadaka ambayo ilimfanya Mungu asikie harufu nzuri, bali harufu nzuri ilitengenezwa kwenye madhabahu, kwa sababu kulikuwa na utii. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na utii. Hakuna madhabahu inayojengwa pasipo utii. Madhabahu inajengwa kwa utii. Kumtii Mungu peke yake ndiko kunakojenga madhabahu.
Vivyo hivyo kama vile ambavyo wanaoabudu miungu mingine wanavyotii hiyo miungu, ndivyo madhabahu zinavyojengwa. Madhabahu zao zinaimarishwa kwa sababu ya kutii kwenye miungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uone kwamba kwako wewe, kadri unavyomtii Mungu ndivyo unavyoimarisha madhabahu. Kwa sababu unasema sasa, mbona sijakuelewa? Nataka nikuambie hivi, kama nilivyosema, madhabahu inaimarishwa kwa sadaka, na hakunaga sadaka ambayo inatolewa nje ya utii. Sadaka inatolewa ndani ya utii. Ukiona sadaka imetolewa nje ya utii, hiyo sio sadaka, ni mchango. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hivi, yule ambaye moyo wake unampa kupenda. Sio swala la kujiamulia, ni swala la maelekezo. Mungu amesema, okay, unanipenda. Anayempenda anasema, mtu akinipenda atazishika sheria zangu, atazishika amri zangu. Na amri za Mungu maana yake tunazitii hizo, kwamba usikosee maelekezo. Kama vile Adamu na Eva walivyokosea siku za kwanza, wakakosea, wakaenda kumsikiliza shetani, wakabomoa madhabahu, upendo ukaondoka, fellowship ikaondoka, mahusiano yakaondoka, urafiki ukavunjika, nguvu ya kutawala ikaondoka. Tena Adamu akawa anaogopa simba, anaogopa nyoka. Huyo nyoka ambaye walikuwa wanaongea naye saa ile dhambi ilipoingia, baadaye anamuogopa. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa tena ni kitu cha tofauti. Nguvu ya kumsaidia kuweka utiisho, nguvu ya kukusaidia kuweka kutawala, iliondoka kwenye ibada. Ibada ilipoondoka, ikaondoka na hiyo nguvu. Madhabahu ikibomolewa, ibada haiwezi kuwepo. Hakuna ibada inafanyika nje ya madhabahu. Ndicho ninachokwambia, hakuna ibada inayofanyika nje ya madhabahu. Ukiona ibada inayofanyika hakuna madhabahu, maana yake hapo hakuna ibada. Hapo tu ni maongezi tu, ni vitu vinavyojadiliwa. Ibada yoyote itafanyika kwenye madhabahu. Kama vile watu wengine, mtu mwingine aliuliza akasema, sasa mbona kuna wengine hawaendagi tena kuabudu kwenye milima, kwenye miti au kanisani? Unakuta mtu haendi, anaabudu tu mahali pengine, au yuko barabarani tu anasema kwamba ninaenda kuhubiri barabarani, sitaenda kanisani. Alafu sasa mbona barabarani hapana madhabahu? Nilisema hivi, madhabahu ya kwanza ambayo Mungu anafanya nayo kazi, hafanyi kazi na madhabahu inaonekana kwanza. Atafanya kazi na madhabahu inayoanzia ndani, kama ninavyozungumza sasa hivi kwenye somo hili kwamba Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Hiyo madhabahu aliyomjengea ni ishara ya ujenzi wa madhabahu tangu siku ya kwanza, wakati Mungu anampa maelekezo kwamba Nuhu, tengeneza safina. Utii ndio uliokuwa unatengeneza madhabahu. Kama nilivyokuambia, Ibrahim, Mungu wakati anamwambia mtoe Isaka, alipokuwa anaamka asubuhi, kwa sababu maelekezo ya kumtoa Isaka hayakuwa tu yani kwamba utoke tu hapo tu. Yalikuwa kwanza ni process. Kuna vitu ambavyo lazima viingilie kati. Cha kwanza lazima ukubali. Wakati unakata kuni, moyoni mwako unasema, hivi namtoa kweli Isaka? Unachanja kuni, unasema, hivi namtoa kweli Isaka? Unaandaa punda, unasema, hivi namtoa Isaka? Ndio Mungu anataka gharama ya namna hiyo. Gharama ya madhabahu ambayo unaijenga inakuwaga inakuumiza, na madhabahu yote ambayo inaumiza huko ndani, kwa sababu ndani yake inadai kutoa. Nilisema hivi, madhabahu inapojengwa kwa Mungu aliye hai, inafukuza watu wengine ili Mungu awe rafiki yako peke yake. Kwa hiyo Mungu atakunyang'anya marafiki, kama vile Mungu alivyokuwa anamwambia Ibrahim, na Ibrahim hakumwambia Sara. Ananyanyuka tu asubuhi anaondoka. Maana yake urafiki wa Ibrahim na Sara muda ule ni kama Ibrahim anasema, potelea pote, akijua sawa, asipojua sawa, mimi simwambii. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Ibrahim anamficha Sara jambo lile la muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu rafiki yake wa karibu sana ambaye ni Mungu ameamua kuongea naye. Rafiki yake wa karibu sana ambaye ni Mungu. Sikiliza, Mungu akiwa rafiki yako, huyo rafiki ambaye unafikiri ni rafiki yako hauwezi kumwambia. Mungu akisema mfiche, utamficha hizo siri. Ibrahim akamficha mke wake jambo la kwenda kumtoa Isaka. Anamficha kwa nini? Kwa sababu ndani yuko kwenye ujenzi wa madhabahu. Anaogopa isije kaharibiwa madhabahu. Anajenga madhabahu kwa kutii tu maelekezo ya Mungu, bila kumwambia mke wake, tena bila hata kuiambia hata sadaka. Anachanja kuni, anaandaa hiki, anaandaa na hiki. Wanaenda mwendo wa siku 3, wanatembea, wanatandika punda, wanafika mahali, wanabeba kuni, wanafika mpaka kwenye mlima. Sikiliza, ile madhabahu ya kwenye mlima sio madhabahu, sio kama ndo alikuwa anajenga muda ule. Ile madhabahu ilikuwa anajenga
imejengwa tangu alipokuwa anaanza kuamka alfajiri mapema. Biblia inasema akaamka alfajiri, akaanza kuchanja kuni, akaandaa mwanapunda. Huo ndio ulikuwa ujenzi wa madhabahu. Nimesema hivi, ujenzi wa madhabahu uko ndani kwako. Mungu akitaka kufanya kazi atafanya kazi. Mungu akitaka kuongea ataongea kutoka kwenye madhabahu. Mungu hafanyi kazi from nowhere. Mungu haongei kutoka tu mahali popote, anaongelea kwenye madhabahu. Mungu anatakaga madhabahu. Hata kama Mungu akikukuta kwenye mti, kitu cha kwanza ataangalia madhabahu iliyomo ndani yako. Mungu akikukuta kwenye maji, ataangalia madhabahu iliyomo ndani yako. Madhabahu iliyoko ndani yako ndio itakayompa Mungu nafasi kuongea, kusema sasa toa sadaka, sasa nenda kanisani, sasa imba. Sasa wewe kama ni mwimbaji, nataka niongee na wewe mwimbaji. Kuimba kunakuja baadaye, baada ya madhabahu ya ndani. Ndio Mungu anasema okay, sasa imba wimbo huu, sasa nitukuze na wimbo huu, sasa nisifu na wimbo huu, sasa piga makofi, sasa shangilia, piga makofi, hubiri, imba wimbo huu, cheza, fanya hivi. Vyote vitategemea kwanza madhabahu hapo. Sikiliza, watu wengi wanasema unajua mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni mwimbaji, mimi namfanyia Mungu ibada. Sikiliza, kama ndani yako hakujajengwa madhabahu, hicho unachoimba unajiimbia tu. Ni kama vile ambaye mtu anaamua kujijengea madhabahu hapo nje, anajifanyia tu madhabahu ambayo haina connection ndani, alafu anafikiri amejenga madhabahu. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi sana wamejifanyia vitu, wanafikiri wamejenga madhabahu, kumbe wamefanya tu vitu vya kwao. Hawajafuata kanuni za ujenzi wa madhabahu, kwa sababu kanuni ya ujenzi wa madhabahu ya kwanza, lazima kwanza Mungu atakutenga na marafiki. Atataka yeye awe rafiki yake, uwe rafiki yake kwanza. Ukiwa rafiki yake, anaanza kukupruni kimoja kimoja kwamba hiki acha, mtoe Isaka, sasa toa ile gari, toa ile nyumba. Atasema kwa nini? Kwa sababu au atakwambia sasa nifunga na kuomba, nataka ufunge siku 3, nataka kavu 3, nataka 21. Ukiwa rafiki yake, ataanza kuongea na wewe huko. Kwa sababu gani? Ana uhuru. Hawezi kuongea na wewe kama ndani yako hujamtengenezea mahali pa kuongea. Anakosa uhuru wa kuongea, wala anakuwa hana uhalali. Hata shetani anamwambia Mungu, unakosea, umekosea kanuni. Kanuni ni hii, lazima ukaribishwe kwanza na huyo unayetaka uongee naye. Kama hajakukaribisha uruhusiwi. Hiyo ni principle ya ulimwengu wa roho. Sheria ya ulimwengu wa roho ndivyo ilivyo, kwamba Mungu akitaka kuongea na mtu, lazima huyo mtu amruhusu Mungu. Ndio maana Mungu hamlazimishi mtu kuokoka. Mungu hamlazimishi mtu kumwambia. Mungu anachofanya, anasema yule Roho Mtakatifu anaongea naye taratibu, anamwambia mwanangu, hilo ni kosa, mwanangu, hilo ni kosa, mpaka Roho Mtakatifu anaugua huko ndani. Akianza kuugua, anatengeneza hiyo hali na wewe usikie huko ndani. Mungu hajawahi kumlazimisha mtu. Mungu alipoweka maamuzi ndani ya mtu, maana yake ni kanuni alijifungia ya kimfumo ya ulimwengu wa roho, ya sheria ya ulimwengu wa roho, kwamba hii ni kanuni nimejifungia. Siwezi kwenda kwenye mji ule kama sijaruhusiwa. Siwezi kwenda kwenye biashara ile kama wenye biashara wenyewe hawajanijengea madhabahu. Siwezi kwenda kwenye shule ile kama wenye shule wenyewe hawajajenga madhabahu, kwa sababu mimi siongei nje tu, nitaongea kwa kutegemea madhabahu. Na ndio maana Mungu anaongea na Nuhu hapa, anasema hivi, mstari wa 21 anasema Bwana akasikia harufu ya kumridhisha, Bwana akasema moyoni. Sikiliza, anasema akasema moyoni. Baada ya madhabahu, imejengwa madhabahu ndio inamfanya Mungu aanze kuongea. Mungu hawezi tu kujiongelea wakati hakuna madhabahu inayomruhusu, na Mungu lazima aikute madhabahu inayomruhusu kama sasa ongea. Ndio maana ukisoma kwenye huu mlango wa 9, hii Mwanzo 9 kuanzia mstari wa kwanza, anasema Mungu akambariki Nuhu na wanawe akawaambia. Okay, hawezi kuongea maneno hayo kama hakuna madhabahu. Akawaambia, zaeni mkaongezeke. Unataka kuzaa watoto, unataka uzao, unataka wewe kuwa na familia. Sikiliza, kitu cha kwanza, kanuni ya kwanza ya uzao, sio wewe kufunga na kuomba, sio wewe kutoa sadaka, sio wewe kusema nitalala kanisani, nitafanya kazi ya Mungu. Kama tulivyojifunza zile kanuni za kwamba kazi ya Mungu ni utumishi tu. Kanuni ya kwanza ya kupata uzao, ya kuongezeka, imefungwa kwenye ujenzi wa madhabahu, imefungwa kwenye utii, imefungwa kwenye urafiki na Mungu. Ukiwa rafiki wa Mungu, Mungu anasema hivi, siwezi kumficha rafiki yangu. Nimfiche Ibrahim jambo hili inaenda kuchoma Sodoma na Gomora? Hawezi kumficha. Hawezi kukuficha. Atakwambia mwanangu, utapata watoto, lakini utapata watoto baada ya miaka 20. Atakwambia kwa sababu ni rafiki yake. Kwa hiyo hautakaa ukiwa na wasiwasi. Utakuwa unamsubiri kwa miaka 20, kwa sababu unajua hata wenzako wakisema
Anasema unazeeka, unaambia hamna shida, hamna shida, kwani ni rafiki yako. Kwa hiyo Mungu anatafuta kwanza urafiki. Ndio maana unataka kuongezeka, lazima ujenge madhabahu, na ukijenga madhabahu automatic Mungu ataanza kuongelea kwenye madhabahu. Ataanza kukwambia, mwanangu, huyo mtu ambaye unaongea naye sana, hizo nyimbo unazosikiliza sitaki usikilize, kwa sababu anayezaliwa ni mnadhiri wa Mungu. Hicho kinywaji unachokunywa sitaki unywe, kwa sababu anayezaliwa ni mnadhiri wa Mungu. Kwa nini? Madhabahu ikijengwa, Mungu atakupa taratibu, na Mungu hawezi kukupa mtoto kama anajua bado wewe utaendelea kupiga kileo, utaendelea kunywa kilevi. Mungu atakachofanya, atasubiri madhabahu ili aongee. Akiipata madhabahu kwa ataongea kwamba nilikuwa nachelewa kukupa watoto kwa sababu kuna jambo hili na hili na hili. Sasa acha hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akishaona tu umejenga madhabahu, anaanza kuongea. Nilikuwa nakuchelewesha usiolewe kwa sababu ulikuwa unataka uolewe, alafu uanze kuwalingishia watu kwamba na mimi jamani nimeolewa, sasa nimeolewa. Mungu anasema okay, sasa umejenga madhabahu, haya acha. Anaanza kukuvua kiburi, anaanza kukuvua kujiinua, anaanza kukuvua ile hali ya kujiona kwamba na wewe umepata, mpaka akuvunje akuponde ponda. Akikuponda ponda, anasema okay, sasa chukua mume huyo. Hata mume akikwambia mke wangu njoo, hata mke akimwambia mume wangu njoo, unaenda. Kwa nini? Sio kwa sababu akisema unajua mimi ni mume wako, kwa nini unaniita hivyo? Hapana, kwa sababu Mungu anajua kabisa hiyo hali unayo. Kwa hiyo hawezi kukupa mke kwanza mpaka akuvunje, na hawezi kukuambia kwamba wewe kuna shida mpaka umjengee madhabahu. Ukijenga madhabahu atakwambia kuna shida mahali. Hapa ndipo ambapo pananifanya nisipitishe hiyo kampuni yangu. Hapa ndipo anaponifanya nisiruhusu uzao. Hapa ndipo anaponifanya mimi nisikupe hela, nisikupe utajiri, nisikupe mali, kwa sababu nikikupa mali utaniacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani sana ndani yako uone ladha ya Mungu juu ya mahusiano mazuri sana. Mungu anataka tu madhabahu. Akiipata madhabahu, hapo hapo Mungu anaanza kuongea na wewe. Hapo hapo Mungu anaanza kufanya vitu vyote ambavyo tunahangaika navyo vyote sisi. Sio kwamba Mungu hajui kwamba tuna shida, sio kwamba hajui kwamba tunateseka, sio kwamba hajui kwamba tunahangaika, sio kwamba hajui kwamba mwenye nyumba anakusumbua, anajua. Ila anachotafuta mtengenezee naye apate mahali pa kuongelea. Hawezi kuongea tu hewani, anataka apate mahali pa kuongelea. Akwambie, mwanangu, shilingi 5,000 unaweza ukaitunza ukaanza kununua tofali moja. Mwanangu, shilingi 10,000 unaweza ukaitunza. Baada ya kusema kwamba leo nina hamu ya chipsi kuku, unaweza ukaitunza ukanunua kitu kidogo kwa ajili ya ujenzi wa nyumba. Mungu ataongea na wewe hapo. Hawezi kuongea na wewe hapo kwa sababu hamna madhabahu. Akikuta madhabahu ataongea na wewe hapo. Atakufundisha nidhamu ya kutunza fedha, atakufundisha nidhamu ya kwamba wenzako wamejenga sio kwa sababu wanacho, kwa sababu wamekuwa waaminifu kwenye kukitumia hicho kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu wangu akubariki sana, na Mungu akutunze, uwe na hamu. Ili neno ambalo tumesoma la Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Hii Mwanzo 8 mstari wa 20. Hebu chukua, tembea nayo. Akamjengea Bwana madhabahu. Afu Mungu anasema 21, akasema akasikia harufu nzuri. Afu anza Bwana akasema moyoni. Kumbe Mungu hawezi kusema nje ya madhabahu, atasema kwenye madhabahu. Mruhusu Mungu aseme kwenye madhabahu. Sasa kama Mungu hawezi kusema, maana yake nilisema hivi jana, ukiona Mungu haongei na wewe juu ya hilo jambo ambalo unaliombea muda mrefu, maana yake madhabahu ya hilo jambo, ya Mungu kuingilia kati juu ya hilo jambo, haijajengwa. Na kama madhabahu ndani yako unasema mbona sasa anafunga na kuomba, sio swala la kufunga na kuomba, ni swala la kumwambia Mungu nitumie kusikiliza. Nisema hivi, ili uanze kumtii Mungu, ili ujenge madhabahu, lazima uanze kumuuliza Mungu maswali. Hauwezi kumtii Mungu ambaye hujajua. Kitu cha kwanza, anza kumuuliza maswali. Kama hujui unaongea naye, ukianza kumuuliza maswali, Mungu nile nini? Mungu niongee na nani? Mungu nivae nguo gani? Ndani yako utasikia ataanza kuongea. Akianza kuongea, atasubiri hicho ulichomwambia, ulichomuuliza utatii. Ukitii, madhabahu inaanza kujengwa ndani. Ikianza kujengwa ndani, anasogea kidogo, anaanza kuongea na wewe kidogo. Kwa nini? Kwa sababu umepata namna ya kuongea naye. Ninaomba niombe.
Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo umeliachilia. Asante kwa ajili ya neema na uaminifu wako. Ni uaminifu wako tu Yesu unaofunua hizi siri Bwana. Hakuna aliye mjanja hata mmoja Bwana. Hakuna aliye mwenye maarifa juu ya neno lako Bwana, isipokuwa ni wewe Yesu Kristo mwenyewe. Neno lako ambao unaliachilia kwa kutukumbusha, kutufundisha. Asante kwa ajili ya neno la uzima Bwana, likazae 100, 100, 1,000,000 Mungu, na mahali ambapo Bwana umesema likizaa Bwana, na matunda yake yapate kukaa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe Mungu uliye hai, ninakuomba Bwana, usika tena Bwana juu ya jambo hili Baba la ujenzi wa madhabahu, juu ya mahusiano, juu ya urafiki kati yangu mimi na wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utukufu una wewe Mungu uliye hai, unayeishi